wataishi milele. Haleluya, haleluya. Yanadhibitika huko, yeye Yohana anayeona. Lakini jambo la pili, alimuona Yesu Kristo akiwa na macho yaliyokuwa yanang'aa kama miali ya moto. Maana yake ni kwamba Yesu Kristo anajua yote. Yesu Kristo anajua yote. Hakuna lolote ambalo naweza kumficha Yesu Kristo. Alipo, hata ukiwa sirini na kuona, hata ukiwa sehemu ya waza na kuona, hata ukiwa sehemu ya maficha na kuona, kwa sababu yeye ana uwezo wa kuona, lakini pia ana uwezo wa kuyajua mambo yote. Lakini kitu cha tatu alichokiona, alikuwa na vazi refu. Maana yake ni vazi ya kikuhani, ya kwamba yeye ni kuhani kwa mfano wa Melkisedeki. Yeye ndiye kuhani mkuu wa Mungu. Yeye ndiye kuhani mkuu wa Mungu aliyetumwa ili apate kuwakusanya watu wote wa Mungu, apate kuingia katika ufalme wa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Katika sura ya 2 na 3 ya Yohana anaandika ambayo yapo sasa, ambayo alikuwa anatabiri nyakati hizi ambazo tunazipitia, ambapo alitabiri kwa habari ya makanisa 7. Yapo makanisa 7 ambayo yanapatikana kule Mashariki ya Kati, kule Asia Ndogo. Yapo 7, ukisoma pale utayaona, yakiwepo Efeso, kuna Smyrna, kuna Pergamo, kuna Thiatira, kuna Sardi, kuna Philadelphia, lakini pia kuna Laodikia. Haya makanisa yote 7, sio kwamba alikuwa anamaanisha kuwa makanisa yote 7, isipokuwa alikuwa anamaanisha nyakati 7 ambazo kanisa na dunia itakuwa linapitia, ambazo sasa ndipo tumepata habari na neno letu leo ambayo itakwenda kutilika pamoja na wewe. Lakini kuanzia sura ya 4 hata mstari ule sura 22 utaona pale amezungumzia matukio kadha wa kadha pale. Kuna unyakuo, baada ya nyakati hizi 7 kutatokea unyakuo. Nami nakwambia kwamba unyakuo upo karibu. Kwa hiyo lazima ujiandae, wewe ambaye unategemea kwenda mbinguni. Unyakuo uko karibu sana, unyakuo uko karibu sana. Kwa hiyo tujiandae watu wa Mungu, pamoja na mambo yote, pamoja na shughuli zote, lakini lazima tujiandae kwa habari ya unyakuo. Lakini pia kuna habari za dhiki kuu, maana baada ya unyakuo kutatokea na dhiki kuu ambayo hajawahi kutokea, na hakuna mtu aliyewahi kusudia hiyo dhiki kuu, ambapo wale ambao walimkataa Yesu Kristo lakini pia wanataka kuingia mbinguni, walimkataa kipindi cha neema kama hiki, kwamba unakubali Yesu Kristo na kuokoka katika kipindi kile cha dhiki kuu. Watu wakitaka kujiokoa watajilipia gharama, wakati huu Yesu Kristo ametulipia gharama. Wewe mama, wewe baba, wewe binti, wewe kijana, unaposikia sauti hii, gharama imelipwa na Yesu. Gharama iliyolipwa na Yesu. Ipo wakati itakwenda kuisha, upo wakati utakwenda kuisha, na wakati upo mbeleni tu, upo mbeleni tu. Changamka. Hata kusema nitaokoka nikiwa mkubwa, hata kusema nitaokoka nikifanikiwa, unapoteza muda. Haya mawazo yanakudanganya. Wakati wa wokovu ulio salama na amani ni sasa, kwa sababu wakati kipindi kile cha dhiki kuu watu wataokoka wao wenyewe kwa damu zao. Unaokoka kwa kukata mikono, unaokoka kwa kung'olewa macho, unaokoka kwa kutoa miguu. Katika wokovu itakuwa ni hatari sana, itakuwa ni hatari sana, na hicho kipindi kiko karibu sana. Kwa hiyo lazima ujiandae, na wewe unataka kuokoka na kuingia mbinguni, kwa sababu kuokoka na kuingia mbinguni ni maamuzi ya mtu binafsi. Haleluya. Na baada ya dhiki kuu kutafuata hukumu, na baada ya hukumu kutafuata mbingu mpya na nchi mpya. Kanisa la Laodikia, kama
kama ambavyo tumesoma katika kile kitabu cha Ufunuo ile sura ya 3 na mstari wa 14 mpaka 20. Tunaona hapa ya kwamba ili nakumbusha kidogo ya kwamba katika mtiririko wa zile namba za makanisa, hili ni kanisa la 7. Kwa hiyo linamaanisha nyakati za mwisho, maana nimekwambia yalikuwa ni makanisa 7. Kwa hiyo kanisa la Laodikia linamaanisha nyakati za mwisho, ambapo sasa kama ni nyakati za mwisho, hivyo basi Yesu Kristo yuko karibu kuja, yuko karibu kuja, kwa sababu kanisa na dunia ya sasa tunatembea katika nyakati za mwisho, ambapo sasa kila mmoja aliyeamini, kila mmoja ambaye anatumainia kwenda mbinguni anatakiwa ajiandae, akae macho. Ni wakati wa kukesha, ni wakati wa kukaa macho sasa. Si wakati wa kucheza na dhambi, si wakati wa kucheza na mambo ya dunia, si wakati wa kucheza na mambo ambayo atafanya wokovu wako upate kupotea na wewe ukapata hasara ya kwenda mbinguni. Nipata kuokoka miaka 10 iliyopita, lakini na wewe pia moja okoka, yote mtahesabika kuwa sawa. Kwa sababu gani? Hujakaa sawa. Napozungumza habari hizi na kutahadharisha kwamba tupo nyakati za jioni, tupo nyakati za mwishoni, tupo nyakati ambapo Yesu Kristo muda wote hatarudi kulinyakua kanisa. Hallelujah, 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 hallelujah. Kanisa hili linatabia kama sasa ambavyo makanisa yetu yalivyo. Hapa naanza kujitambulisha yeye Yesu Kristo ni nani. Anasema yeye ni Amina, yeye ni mfalme wa wafalme. Na kusema hivyo tungekuwa na muda mzuri, tungeangalia sifa zake vizuri katika ile Mithali sura ya 8 na mstari wa 22 mpaka ule mstari wa 30. Naweza ukaandika tena kupitia pale. Biblia inasema, inaeleza vizuri habari za Yesu Kristo ya kwamba si kama wengine wanavyomfikiria. Hapana, huyu alikuwepo tokea mwanzo, kabla ya misingi ya dunia kuwepo, kabla ya hii dunia ambayo ni duara kuwekwa, yeye alikuwepo. Kabla ya mambo yote kuumbwa, Yesu Kristo alikuwepo. Naye mama na tabiri mfalme Sulemani aliyepata kuandika kile kitabu cha Mithali, anatabiri habari za Yesu Kristo na habari za uungu wa Yesu Kristo na habari za ufalme wa Yesu Kristo, ya kwamba yeye alikuwepo. Anamalizia katika ile sura ya 30 ya kwamba yeye alikuwa stadi wa kazi wa Mungu aliye hai, ambaye anakuja kuambatana au kuhusianisha, ambaye ni sawasawa na yale yaliyoandikwa katika kile kitabu cha Yohana sura ya 1 na mstari wa 1, ya kwamba hapo mwanzo alikuwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Anasema tena ya kwamba hakuna chochote kilichoweza kufanyika isipokuwa kwa yeye. Hakuwa anasema ya kwamba yeye alikuwa stadi za wakazi ya yule ambaye alipata kuumba mbingu na nchi na vitu vyote. Ni nani huyo? Ni Yesu Kristo. Tunasoma pale anakitaja vizuri. Kama kanisa tumtambue, na tukisha kumtambua, basi tuweze kusimama katika nafasi zetu. Nimekwambia tena, ukiendelea pale tumesema ya kwamba yeye anayajua matendo yetu. Nimekwambia Yesu Kristo anajua yote, yale yote ambayo tunayatenda, yale yote ambayo tunawaza, yale yote ambayo tunanena, yale yote ambayo tunafanya sirini, yote Yesu Kristo anajua. Anayajua. Hata umfiche mume wako, hata umfiche mama yako, hata umfiche baba yako, hata umfiche mke wako, hata umfiche mchungaji, hata umfiche padri, hata umfiche shehe, yote anayajua, yote anayajua, yote anayajua, anayajua, anayajua,
chuo. Na katika habari ya matendo, nataka nikwambia kwamba kule mbinguni tukifika, ambapo tusoma tena katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya 20 kuanzia mstari wa 11, anaeleza habari za hukumu ya mwisho. Anasema watu wote waliowahi kufa katika ardhi ya kawaida wakazikwa, wengine wakatumbukia kule majini, na wengine wote waliofia sehemu zisizojulikana, wote watakusanywa katika kiti cha enzi, halafu watahukumiwa sawa sawa na matendo yao, sawa sawa na matendo yao, sawa sawa na matendo yao, sawa sawa na matendo yao. Unatenda nini mtu wa Bwana? Unatenda nini wewe unasikia sauti hii? Unatenda nini? Je, unatenda udhalimu? Je, unatenda dhambi? Je, unafanya uasherati? Je, unafanya uzinzi? Je, wewe sio mwaminifu kwenye ndoa yako? Je, wewe unawakwaza wengine? Unawafunga wengine? Unatenda nini? Unatenda nini? Unatenda nini? Je, unakula rushwa? Je, ni mojawapo ufisadi? Je, unafanya nini? Unafanya nini? Nataka nikwambie hayo yote Yesu Kristo anayarekodi, anadokumenti, anaweka katika kitabu cha matendo, na katika siku ya mwisho yatatumika kumhukumu kila mmoja mmoja, kila mmoja mmoja, kila mmoja mmoja. Habari zinazoendelea, hebu jitafakari. Unatenda nini mtu wa Bwana? Unafanya nini mtu wa Bwana? Unafanya nini? Unafanya nini? Unafanya nini? Unasikia sauti ikieleza habari za upendo wa Mungu, ya kwamba yeye anakuita, anakuita upate kurejea, upate kurejea, upate kurejea. Anazungumza habari za kanisa la Laodikia, ambao sasa hili kanisa linaakisi kanisa la leo, kanisa la sasa ambao tunaishi, ya kwamba naachua matendo yako, ya kwamba wewe ubaridi wala moto, wewe ni fugufugu. Anasema kwamba ingekuwa heri ukawa baridi au ikawa moto, lakini kwa sababu una vuguvugu, mimi nitakutapika. Nakuta mtu anasari, lakini yeye ni mtabangi. Anasari, ana dini yake nzuri, lakini yeye ana watu wawili, mke wake mkosi, ana wakara, ana nyumba ndogo kuenzi. Unakuta ni mtumishi wa serikali, ni anasari, ni anaswali, ni vizuri sana, lakini ni mrushwa, lakini ni fisadi, lakini ni dhalimu. Hataki kuwapa watu wa kiroho. Anawatesa, anaiba. Unakuta ni mwimba kwaya mzuri, lakini bado sio mwaminifu kwa Bwana, kwa Bwana. Huo ndio fugufugu ambao Yesu Kristo anazungumza, ambao alikuwa katika kanisa la Laodikia. Lakini anasema ingekuwa heri kama ungeamua kufanya hayo tu ya dhambi, utachana na haya mengine ya kwangu. Lakini kwa sababu mguu mmoja uko duniani na mguu wa pili uko kanisani, utapigwa hasara ya kwamba Yesu anakutapika. Sikiliza kijana wangu, sikiliza kijana unayenisikiliza. Dunia ipo na mambo yake yapo, lakini nataka nikwambie usichanganye mambo ya Mungu. Ukiamua kuokoka moja kwa moja, lakini maswala kuchanganya mambo ya Mungu na mambo ya dunia, umekwisha. Yesu Kristo atakutapika, na hizi sisi kwamba na kuhukumu sipokuwa zimeandikwa katika kitabu cha Biblia. Kiamua kuokoka, simu yako yokote, nafasi yako yokote, namna unavyoongea kuokote, nyimbo sio unazosikiza kwenye simu siokote, namna jinsi ambavyo wewe unaenda, mitindo yako ya kuvaa inatakiwa kuokoka pia. Kila kitu kipate kuokoka, kwa sababu wewe umeamua moja kwa moja kumpa Yesu Kristo maisha yako. Achakuwa vuguvugu,
maana ukiwa vuguvugu unapoteza muda. Yesu Kristo anasema kwamba heri utaamua uwe baridi ama uwe moto. Haleluya, haleluya, haleluya. Watu wa Mungu, Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kuna wengine tunajificha katika miamvuli ya dini zetu, wanajificha katika miamvuli ya dini. Lakini nataka nikwambie, tutahukumiwa kwa matendo yetu, tutahukumiwa kwa matendo yetu. Kile cheti cha ubatizo ulichopewa hakitakusaidia kama matendo yako ni maovu, kama wewe ni mwovu. Kile mambo mengine haisiye kumnyuni ambazo unashiriki hakitakusaidia kama wewe matendo yako hayajakaa sawa. Bwana Yesu hajatengeneza. Utampa Yesu maisha yako. Ninakushauri, na Yesu Kristo anatoa shauri ya kwamba utapata kuokoka, utapata kuokoka, utakimbilia kote. Anazungumza kwa habari ya kanisa hili la Laodikia ya kwamba lilisiona ni tajiri. Pia naweza ukajiona ni tajiri, lakini nataka nikwambia kwamba utajiri pia Bwana Yesu, Biblia inasema kwamba ni kazi bure, ni kazi bure. Kwa sababu gani? Huo tajiri hauna Yesu Kristo. Kwa sababu gani sasa hauna Yesu Kristo? Alafu naona unahesabika ya kwamba wewe ni maskini, kwa sababu wewe tajiri wako hautakusaidia chochote. Utakuwa na utajiri lakini unafaa uchi. Kwa sababu gani? Wewe una hela za kutosha lakini bado hujatengenezwa katika matendo yako. Bado utaenda kwa mganga, utakaa kwenye kigoda, lakini bado unaendelea kutembea Range, unaendelea kutembelea magari mazuri yale na Nissan na kadhalika, lakini au utaji wako haujakusaidia chochote. Kwa sababu gani? Hujampokea Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Hii kanisa la Laodikia, lakini pia na hii mji wa Laodikia ulikuwa ni mji ambao ni mzuri, umetaathirika sana. Alafu Biblia inasema kwamba walijisemea ndani ya mioyo yao ya kwamba sasa hatuhitaji kitu chochote, maana walijisifia sana ule utajiri wao. Alafu Yesu Kristo akawaambia, hamjijui, nyie ni masikini, nyie ni masikini. Kwa sababu gani? Mnateswa na magonjwa, mnateswa na mambo kadha wa kadha, kwa sababu nyie hamjapata kumpokea Yesu Kristo ndani ya mioyo yenu. Anasema mje mnunue kwangu. Hapa naongezea, anasema kwamba nyie ni wanyonge. Mtu mnyonge ni mtu ambaye anateswa, ni mtu ambaye ana haki, ni mtu ambaye hawezi kujitetea katika dunia hii. Wale watu ambao na Yesu Kristo hajasimama na Yesu Kristo watateswa na wachawi, watateswa na magonjwa, watateswa na mambo kadha wa kadha. Watateswa, hawatapata usingizi wala lapo usiku. Kwa sababu gani? Wachawi wanatembelea mambo kadha wa kadha, wana amani kwenye ndoa yao. Kwa sababu gani? Hawana Yesu Kristo, hawajamkubali Yesu Kristo awe Bwana Mwokozi wa maisha yao. Wanaitwa wanyonge. Hawa watu ni wanyonge, hawa watu ni wanyonge. Kwa sababu gani? Wamemkataa Yesu Kristo ndani ya mioyo yao. Lakini Yesu Kristo kwa upendo wake wa ajabu anasema, natoa shauri ya kwamba kila asikiaye, ya kwamba kila ambaye yupo tayari achanunue kwangu nikiwa na marishio. Kwa sababu ya muda wetu, tusoma katika kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 13 na ule mstari wa 45 na 46. Biblia inasema maneno mazuri haya, akisema kwamba ufalme wa Mungu umefananishwa na mfanya biashara mmoja, ambaye huyo mfanya biashara mmoja alipata kuiona lulu nzuri. Alafu akafanyaje? Alipopata kuiona ile lulu nzuri ambayo kama angeinunua ingepata kumtajirisha,
akaamua aende kuuza vitu vyake vyote alivyokuwa navyo, ili apate hela, ili apate ile fedha ya kuweza kununua ile taabu nzuri, ile roho nzuri. Anasema ufalme wa Mungu umefananishwa na huyo mtu, umefananishwa na huyo mtu. Kanisa la Laodikia linaambiwa, ninakushauri uje ununue kwangu dhahabu, uje ununue kwangu dhahabu ili upate kuwa tajiri. Nataka nikwambia kwamba twende kwenye kitabu cha Mathayo, kama nilivyokusomea pale, lakini pia kama nilivyokusimulia pale, ya kwamba huyu tajiri, huyu mfanyabiashara alipoiona ile nuru akauza vitu vyote alivyokuwa navyo. Nataka nikwambia kwamba kabla hajaiona ile nuru, moyo wake wote ulikuwa katika vile vitu alivyokuwa na vimiliki, iwe gari, iwe nyumba, iwe kiwanja na vitu vingine na asati nyingine nyingi sana ambazo alikuwa nazo. Aliviona vya thamani, alivipenda, moyo wake ulilalia pale. Lakini alipoiona ya kwamba ile roho ilikuwa ni nzuri sana, ni ya thamani sana, moyo wake akauhamishwa. Akaamua vile vitu vyote aviona havina thamani, ili ampate Yesu Kristo aliye wa thamani, ampate Yesu Kristo aliye wa thamani, apate roho aliye wa thamani. Katika kitabu cha Ufunuo, Yesu Kristo anashauri, anasema, nakushauri uje ununue kwangu, uje ununue kwangu dhahabu iliyo nzuri ili upate kuwa tajiri. Nini anamaanisha Yesu Kristo? Anasema kwamba ukauze vyote. Kwa mtu mmoja aliambiwa, nenda kauze vyote alafu nifuate. Maana nyingine sio kwamba Yesu Kristo anahitaji uwe maskini, hapana. Anataka ule moyo ambao umewekeza kwenye gari yako, umewekeza kwenye biashara yako, umewekeza katika mambo yako ya msingi ambayo naona ni ya msingi, ambayo ni ya kupita ya hapa duniani, alafu kamsahau yeye, alafu kamsahau yeye. Ule moyo sasa umhamishie yeye Yesu Kristo, apate yeye moja kwa moja kuingia ndani yako, kuingia ndani yako. Anasema yuko mlangoni anabisha, mtu yeyote asikiaye na kufungua, mtu yeyote asikiaye na kufungua, yeye atapata kuingia ndani yako. Alafu huyo mtu atapata kumpokea Yesu Kristo. Yeye na Yesu Kristo watakula pamoja. Anasema kwamba atakapoingia ndani yake, Yesu Kristo atakula pamoja na yeye, alafu na yeye pamoja na Yesu Kristo. Maana nyingine ni kwamba watakuwa kitu kimoja, watakuwa kitu kimoja. Na ndivyo Biblia inavyoniambia katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana na sura ya 4 na mstari wa 15, ya kwamba kila akilie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu anakaa ndani yake, alafu na yeye anakaa ndani ya Mungu. Yani mkimkiri Yesu Kristo ya kwamba yeye anakaa ndani yako, alafu na yeye na wewe unakaa ndani yake, ule moyo wako wote unampa Bwana Yesu. Mpe leo moyo wako Bwana Yesu, mpe moyo wako Bwana Yesu, mpe moyo wako Bwana Yesu, mpe moyo wako Bwana Yesu. Yesu anahitaji moyo wako. Anakushauri kwamba uje ununue kwake dhahabu iliyo safi, iliyosafishwa na kupitishwa kwenye moto, ili upate kuwa tajiri. Sikiliza, hiyo dhahabu anayozungumza ndio uzima wa milele, ndio uzima wa milele, ndio maisha ya Mungu katika maisha yako. Mpe moyo wako Yesu, mpe moyo wako Yesu, mpe moyo wako Yesu, mpe moyo wako Yesu, mpe moyo wako Yesu. Moja kwa moja apate kuingia ndani ya moyo wako, ili upate kutengeneza pamoja naye. Amen. Nikushauri sasa. Yes. Kiwa nasema ya kwamba